Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu, nakukaribisha tena kwa wasaa huu kujifunza neno la Mungu ambalo linakujenga kila kuitwapo leo. Leo Mungu ametupa kujifunza somo linalosema jinsi ya kushinda nyakati ngumu. Kichwa cha somo ni jinsi ya kushinda nyakati ngumu, na mstari ambao unatuongoza katika somo hili linatoka katika Yohana 16:33. Imeandikwa, nimewaambia mambo haya ili mpate kuwa na amani. Mkiwa ndani yangu, ulimwenguni mtapata dhiki, lakini jipeni moyo, kwa maana mimi nimeushinda ulimwengu. Moja ya jambo ambalo Yesu alikuwa anawahusia wanafunzi wake ni swala la kukutana na magumu na changamoto ambayo zitawapata katika huduma zao, na wengi hawakumuelewa wakati Yesu anawaambia, lakini alikuwa akiwasisitiza. Lengo ni kwa ajili ya kuilinda ile imani ambayo anawaacha kwayo, kwamba wasiogope watakapokutana na changamoto ikiwa yupo, kwa sababu wanafunzi hawa wakati anawaita kwa mara ya kwanza, wote walikuwa wanamwangalia mfano kama kiongozi wao, wanamwangalia Yesu Kristo kama kiongozi wao wa imani ambao wanayo. Kwa wakati Yesu anakaribia kwenda msalabani, alikuwa akiwasisitiza hawa watu akiwaambia duniani kuna dhiki. Kwa maana nyingine anawaambia kwamba mtakutana na magumu mbele, lakini msiogope. Anawasisitiza kwa kuambia jipeni moyo, kwa maana mimi nimeushinda ulimwengu. Kwa hiyo Yesu alikuwa anawaambia wale wanafunzi kwamba yeye ameushinda ulimwengu. Sasa ni zamu yenu na nyinyi muushinde ulimwengu. Namna ya kuushinda ulimwengu ni ujipe moyo. Kwa alikuwa anawaambia hichi kitu kwamba dhiki katika maisha ya Mkristo sio kwamba hazipo, na magumu katika kila njia ya Mkristo, haya magumu yapo, ila tunayashinda haya magumu kwa sababu yupo ambaye alishinda mwanzo kupitia msalaba. Kwa kushinda kule ndipo sisi tunapokea ushindi wetu. Na magumu sio kwamba ni umekosea sana mbele za Mungu, bali magumu ni kipimo cha imani, kwa sababu Biblia inasema majaribu yajapo msiogope, bali mufurahi, kwa sababu yanakuja kuwapima imani zenu. Kwa hiyo naye Yesu alikuwa anawaambia wanafunzi msiogope pale mtakapokutana na dhiki, kwa sababu huu ni ulimwengu. Dhiki zipo, hata ufanyaje dhiki utakutana nazo. Uokoke utakutana na dhiki, ukiamua usiokoke bado pia dhiki itakuwa pale pale. Lakini sasa ushauri ni kwamba ni bora ukakaa na Yesu, kwa sababu Yesu ndiye atakayekupa kushinda dhiki za ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe. Na namna ya kushinda nyakati ngumu, tukianza na mbinu ya kwanza ya kukuwezesha wewe kushinda nyakati ngumu. Namna ya kwanza inasema amini katika Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Amini kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Ukisoma Yohana 16:33 inatuambia dhahiri, msiogope kwa sababu mimi nimeushinda ulimwengu. Kwa hiyo kama Yesu alikuwa amekwisha kushinda ulimwengu, ina maana wao walikuwa na uwezo wa kushinda ulimwengu, kwa sababu wanamtazamia aliyeshinda ulimwengu. Kwao na wao wanapokea ushindi, kwa sababu aliyeshinda ulimwengu tayari yupo mbele yao. Hiyo ndo namna ya kwanza pekee ya kuweza kushinda nyakati ngumu. Una changamoto katika maisha, una magumu ambayo yanakusumbua katika familia, katika kazi, katika uchumi. Namna pekee ya kushinda hizi changamoto ni kumpokea Yesu na kumwamini kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kama Yesu hatoingilia maisha yako, hakuna circumstance, hakuna magumu ambayo yataondoka juu yako, na hakuna magumu utakayoweza kuyashinda, kwa sababu tunashinda katika yeye atutiae nguvu. Tunayaweza mambo yote katika yeye anayetutia nguvu. Nasi tunashinda kwa sababu tumeijua ile damu ya thamani iliyotushindia. Kwa hiyo hakuna namna ambapo utaweza kuescape, utaweza kukimbia
kutoka kwenye magumu ya dunia hii kama Yesu Kristo hayupo katikati yako. Biblia inaongea dhahiri katika Yohana wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 5. Yohana wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 5, ambayo inasema, ni nani yule aliyeshinda? Ni nani huye aushindaye ulimwengu? Biblia imeuliza, alafu ikajibu, ni yule aaminie kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo kama hujaamini Yesu ni mwana wa Mungu, ina maana ushindi sio sehemu yako. Kwa hiyo huwezi kujilazimishia kuitwa mshindi kama Yesu hayupo. Na hiyo ndiyo namba moja jinsi ya kuweza kushinda ulimwengu. Hautaweza kushinda ulimwengu kama Yesu hayupo ndani yako. Mpokee Yesu, mfanye awe Bwana na Mwokozi wako, na mambo yako yatanyooka, kwa sababu utashinda katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na mbinu ya pili ya kukufanikisha kwamba ya kukuwezesha wewe kushinda nyakati ngumu katika maisha, mbinu ya pili tunasema ni fahamu nyakati hizi zinapita. Fahamu nyakati zinapita. Biblia inasema katika Mhubiri 3 mstari wa 1, inasema, kuna wakati kwa ajili ya kila jambo, nayo majira kwa kila tendo chini ya mbingu. Hakuna kitu ambacho kinakaa muda mrefu na hakuna kitu ambacho kitakaa muda mfupi. Kila kitu kipo kwa ajili ya majira na nyakati ambayo Mungu ametarget. Mungu ameiweka. Ukitazama mwaka, kuna mwaka wa masika, kuna mwaka wa vuli, kuna mwaka wa kiangazi na kuna mwaka wa baridi. Sasa majira haya yote yapo kwa ajili ya kututengeneza sisi binadamu. Na yote huwa zinapita, zinabadilishana. Ikifika mwisho inaanza tena mwanzo. Kwa hiyo sasa huwezi ukabeba maisha yako ukiwa unaamini majira ambayo upo ni ya maisha yako yote. Fahamu kwamba haya majira yanapita. Biblia inaongea vizuri zaidi katika Mhubiri mistari ya mbele, inasema kabisa kuna majira ya kukusanya na majira ya kutupa. Kuna majira ya kukumbatia na majira ya kuachilia. Majira ya kufurahi na majira ya kulia. Kuna majira ya kucheza na majira ya kuomboleza. Kwa hiyo ili uweze kushinda hizi nyakati ngumu katika maisha, weka tumaini katika Kristo ambalo linakuambia nyakati hizi zinapita. Hakuna nyakati ambayo inakaa milele, na hakuna nyakati ambayo ni ngumu milele, na hakuna nyakati itakayodumu. Andika neno hili. Kila nyakati itapita. Kila nyakati itapita. Sasa hauwezi ukaongoza na kuendesha maisha yako kwa kuamini kwamba nyakati zitadumu. Nyakati hazitaweza kudumu milele na milele. Nyakati huwa zinapita tu. Kwa hiyo sasa ili uweze kushinda nyakati ngumu katika maisha, ni ujipe tumaini kwamba wakati ambao unaupitia sasa hivi, itafika wakati huo, wakati utaisha peke yake. Utaondoka, utaingia tena kwenye nyakati nyingine. Na kazi ya hizi nyakati ni kwa ajili ya kututengeneza tusijisahau. Kuna mtu akipata uchumi vizuri, maisha yake akamwendea, kila kitu kipo sawa, pasina kushake, pasina kutikisika, huwa tunainuka zaidi juu ya Mungu. Lakini hizi nyakati za kupanda na kushuka ndizo zinazotukumbusha kwamba kuna Mungu ambaye anatuweka na kutufadhili. Sasa unapoweza kutambua kwamba haya majira, kuna majira ya kila jambo kwenye ulimwengu, utaweza kukusaidia wewe majira ambayo unayapitia sasa ya magumu, kukupa tumaini kwamba kuna wakati nitaingia kwenye majira ya furaha. Na ndio maana Yesu aliwaambia, ukirudi katika hii Yohana 16:3, akawaambia, lakini jipeni moyo. Mjipe moyo kwa sababu gani? Havitadumu. Kuna majira ya kila jambo. Hakuna ugumu ambao unadumu milele. Kwa hiyo huwezi kusolve matatizo ambayo unayapitia kwenye maisha yako kwa jibu la milele. Mfano, unapitia ugumu wa maisha, hauwezi ukasolve ugumu wa maisha kwa kufanya majibu ya milele. Mfano, kujiua. Kujiua ni jibu ambalo
ndio jibu la mwisho kabisa watu wanafanya. Sasa usifanye jibu la kujiondoa maisha kwa changamoto ambayo ipo ya season, ni ya muda mfupi tu. Kama unavyoweza kuvumilia na kufurahi wakati wa furaha, basi jipe tumaini pia, ili unapoingia katika wakati wa magumu uingie pamoja na Kristo. Na ndio maana namna ya kwanza ya kushinda nyakati ngumu ni kukaa pamoja na Kristo, kumwamini Yesu Kristo, ili hizi majira zinapokuja Yesu akupe kushinda na akusimamishe na akuwezeshe. Hautaweza kushinda kama Yesu Kristo hayupo, na hautaweza kuwa na tumaini kama Yesu Kristo hayupo. Tumaini linakuja pale ambapo tuna uhakika wa nini kinafuata, na Yesu ndiye anayeleta uhakika wa nini kinafuata. Na Biblia imeongea dhahiri katika Yohana wa kwanza 5 mstari wa 5. Ni nani aushindaye ulimwengu? Biblia imesema ni yule anayeamini. Kwa hiyo ukiamini, Yesu atakupa tumaini na kukukumbusha kwamba changamoto unayoipitia leo haitadumu. Namna ya tatu ya kukusaidia wewe kushinda nyakati ngumu ni weka imani. Kuwa na imani. Kuwa na imani. Habakuki 2:4 inasema, tazama amejaa majivuno, anavyovitamani si vya unyoofu, lakini mwenye haki ataishi kwa imani. Kuna magumu ambayo unayakutana nayo, kuna changamoto ambazo unakutana nazo katika maisha. Hizi changamoto zinainuka na kukupiga kisawasawa, lakini tambua kwamba unapaswa kuishi kwa imani kwamba kila kitu kitapita. Baada ya kutambua kwamba nyakati hizi zitapita, basi inabidi uweke imani, kwa sababu watu wengi tunafahamu nyakati zitapita, ila tunakosa uvumilivu wa kuvumilia kwa sababu hatuna imani. Imani ndiyo mtaji wa kwanza wa Mkristo yeyote ambaye anaamini katika Kristo. Imani ndiyo mtaji wa kwanza ambao mtu anaamini katika Kristo. Hauwezi ukashinda kama hakuna imani. Mtu ambaye anayo imani pasina matendo, imani yake ni kufa. Sasa namna pekee ya kuishinda imani na kuwa na imani ni kuwa na imani ambayo inatenda kazi. Watu wengi tunaamini kwamba nyakati ngumu za maisha zitapita, ila hatuna kazi zinazothibitisha kwamba hizi nyakati ngumu zitapita. Unampata mtu ana changamoto ya kifamilia, ila kazi ambazo anazifanya au matendo ambayo anafanya ni matendo ambayo yanaashiria kabisa huyu mtu ana tumaini na hiyo familia. Ndoa labda inavunjika, lakini mtu hana tumaini tena. Kwa sababu gani? Imani alionayo haimpi kuamini kwamba hii nyakati ya magumu katika familia itafika muda itaisha. Kwa hiyo anaishi kwa kuwa na tumaini kwamba nyakati ngumu zitapita, ila ana imani ya kwamba hizo nyakati ngumu kweli zitapita. Na Biblia inaongea zaidi kwamba mtu aaminipo asiwe na mashaka, kwa sababu imani ya mtu mwenye mashaka inakuwa ni kama mtu ambaye ameyumbishwa na upepo, na ukishayumbishwa na upepo huwezi kufanya maamuzi ambayo ni sahihi. Sasa kitendo cha kufanya maamuzi ambayo ni sahihi inaondoa imani ya mwanadamu, inaondoa imani yako juu ya yule Yesu. Na Biblia inatuambia mtazameni yule ambaye ameshinda. Na Yesu alikuwa anataka kutuonesha kwamba anajaribu kumtengenezea mwanadamu picha ya uhakika, akimwambia kwa maana mimi nimeushinda ulimwengu. Sasa always, wakati wote, ili uweze kushinda, uweze kupata imani. Tuseme imani huja kwa kusikia. Sasa ili uweze kupata ile imani ni lazima uwe na ushuhuda wa nani ambaye ameshinda. Ndio maana Yesu alikuwa anawaambia maana mimi nimeushinda ulimwengu. Kwa sasa wewe ni jukumu lako na wewe kuweka imani kwamba na wewe utaushinda ulimwengu. Hautaweza kushinda ulimwengu na nyakati ngumu katika maisha yako kama hauna imani.
Imani ndiyo mtaji wa kwanza wa Mkristo yoyote, na ndio maana Biblia inatuagiza tuwe na imani hata kama chembe ya haradali. Lakini usikose imani, usiwe mtupu kabisa. Usijiweke mtupu kiasi ya kwamba unashindwa kuamini kwamba kile ambacho Mungu anasema ndicho. Na inatuface watu wengi, tunaingia kwenye hii changamoto ya kutokuamini neno la Mungu. Akisema utashinda, utashinda, lakini sisi hatuamini. Tunajichukulia maamuzi ambayo sio sahihi kwa sababu ya imani zetu ni ndogo sana. Imani ni changa. Increase your faith. Ongeza imani yako ili uweze kushinda nyakati ngumu za maisha. Bwana Yesu asifiwe. Namna ya 4 ya kuweza kushinda nyakati ngumu katika maisha ni usiogope. Neno usiogope imeongelewa mara nyingi sana kwenye Biblia, ila watu huwa hatuelewi. Na ndio maana Mungu hajaacha kusema neno usiogope, 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 usiogope. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Mungu kila mara alikuwa anauliza wana wa Israeli, je, si mimi niliyekutoa Misri katika nchi ya utumwa? Je, si mimi niliyekulisha jangwani? Je, si mimi niliyekupa maji jangwani? Si mimi niliyekupa nchi hii? Si mimi niliyekulinda? Mungu alichokuwa anakifanya hapa ni nini? Alikuwa anafungua picha watu waone kwamba wanavyopambana sio wao wanapambana, bali ni Mungu anawapigania. Katika Kumbukumbu la Torati Mungu anaongea vizuri zaidi akiwaambia, msiogope, basi kapu lenu litapoongezeka na vitu vyenu na ng'ombe wenu na magala yenu kujaa, msiinuke, bali mumkumbuke Mungu ambaye huwapa nguvu za kupata utajiri. Alikuwa anawathibitishia nini? Anawathibitishia kwamba ni mimi Mungu aliye hai ninawapigania ninyi. Kwanza tukirudi kwenye hapo usiogope, ni Mungu huwa anatuambia always usiogope, usiogope kwa sababu mimi ndio ninayekupigania, sio wewe unayejipigania. Na Yesu aliongea dhahiri akasema kwamba, je, ni nani ambaye akijisumbua anaweza kuongeza hata nywele ya kichwa chake? Nawe nikuulize tu, ukijisumbua unaweza ukabadilisha nini? Hata ukijisumbua sasa hivi, je, unaweza ukabadilisha tarehe ya kesho ikasomeka tarehe ya jana? Hauwezi ukarudisha jana, wala huwezi kurudisha kitu ambacho ulikwisha kukifanya. Kwa hiyo usiogope, mtumainie Mungu ambaye amekuambia neno usiogope. Ukisoma katika Wakorinto wa pili mlango wa 6 mstari wa 10 unasema, kama wenye huzuni lakini siku zote tukifurahi, tukionekana maskini lakini tukitajirisha wengi, tukiwa kama wasio na kitu lakini tukiwa na vitu vingi. Bwana Yesu asifiwe. Pindi unapompokea Yesu unakuwa umejawa na vitu, umejawa na utajiri, umejawa na amani, umejawa na utulivu, kwa sababu yupo ambaye anakupigania. Sasa Paulo alikuwa anawaambia Wakorinto, tulikuwa kama wenye huzuni lakini tulikuwa tuna furaha nyingi. Furaha kwetu haikukata, japo tulionekana kama ni watu wa huzuni, japo tulikuwa tunapitia situation ambazo ni ngumu. Ukisoma katika Wakorinto wa kwanza mlango wa kwanza, Wakorinto Paulo alikuwa anawaambia, nilipokuja kwenu nilikuwa sijakamilika, nilikuwa na madhaifu na nilikuwa na changamoto nyingi. Lakini hapa anakuja kuambia katika Wakorinto wa pili, kama wenye huzuni lakini tuna furaha. Means alikuwa haogopi huzuni ambayo anakutana nayo. Paulo alivyokuwa Efeso alikutana na changamoto nyingi, lakini aliinua kinywa na kusema, katika magumu ambayo niliyakutana nayo Efeso, niliona mlango mkubwa sana ukifunguka juu yangu. Means katika changamoto ambayo alikuwa anakutana nayo kule Efeso, Paulo bado alikuwa haogopi,
ndo kwanza anaona mafanikio zaidi. Kwa hiyo unaweza ukawa kwenye situation ya huzuni, lakini usiogope. Ishi kama mtu mwenye furaha, ishi kama mtu mwenye amani, ishi kama mtu mwenye utulivu wa nafsi. Usiogope. Hakuna kitu ambacho kitabadilisha maisha yako kama Yesu hajasema. Na kama unasimamiwa na Mungu, hakuna ibilisi hana nguvu ya kuingia na kuharibu maisha yako. Kwa hiyo usiogope. Ukisha kuwa ndani ya Kristo, ili ibilisi hawezi kukuingilia na kukutesa, lazima aombe kibali kwanza. Na ndio maana shetani akwenda kuwapepeta wanafunzi wa Yesu, ilibidi aende kuomba kibali kwanza cha kuwapepeta wanafunzi wa Yesu. Ndio maana Yesu alimwambia Petro kwamba shetani amewataka ninyi awapepete, lakini nimekuombea. Kwa hiyo shetani alipeleka maombi ya kuwapepeta, hakuwaingilia tu. Kwa na wewe unapokuwa ndani ya Kristo, kila changamoto ambayo inakuja means imepata kibali mbele za Mungu. Kwa hiyo kama imepata kibali, what do you afraid? Unaogopa nini sasa? Hakuna cha kuogopa kama unatambua kuwa ni Mungu anayekupigania. Kama unatambua ni Mungu anayekuwezesha, hakuna kitu cha kuogopa. Uweka imani katika Kristo. Usiogope. Usiogope pale ambapo unakutana na changamoto nyingi. Pale unapoonekana katika huo umaskini, usiogope, kwa sababu katika huo umaskini ndipo unapojaza wengi. Na Paulo anasema kwamba Mungu anaviinua vinyonge ili kufanya mambo makubwa katika ulimwengu. Kwa hiyo yamkini hiyo changamoto imekuja kukutengeneza kwa ajili ya kwenda kufanya mambo ambayo ni makubwa zaidi. So what do you afraid? Unaogopa nini? Usiogope mpendwa. Ili uweze kushinda challenge yoyote, magumu yoyote katika maisha, ni kuamua kwamba sintaogopa kwa sababu ninamjua yeye aliyeniumba. Sawa. Na ndio maana Paulo anatuambia tukimtazamia yeye aliyeanzisha safari. Na kama ameianzisha safari, basi ataimaliza. Kwa kama anaimaliza, wewe una wasiwasi wa nini? Mungu anasema mimi ni Alfa tena ni Omega. Maana ya kuwa Alfa ni nini? Alfa ni anatangulia mbele yako. Unapopita kwenye hiyo changamoto, yeye alishapita kwenye hiyo changamoto. Na ndio maana nasema, na katika kila jaribu nitafanya na mlango wa kutokea. Sasa sijajua wewe unaogopa nini? Hakuna cha kuogopa kwa sababu yeye alikwisha kuwa Alfa, alienda mbele yako. Halafu maana ya kuwa Omega, Mungu kuwa Omega, ni kwamba baada ya kufika mbele anarudi tena nyuma, akikusukuma na kukushika mkono, anakaa nyuma yako, ukianguka anakuinua. Hiyo ndo maana ya kazi ya Omega na Alfa. Kwa hiyo Mungu hawezi kuwa Alfa peke yake, akutengenezee njia alafu akuache uje peke yako. Hapana. Anakaa, akifika mbele ya safari, hurudi tena nyuma yako na kukufuatilia taratibu, akikutia nguvu. Na ndio maana Paulo naye anaongea kwa ujasiri kwamba ninayaweza mambo yote kwake yeye anitiaye nguvu. Na wewe mwanadamu mpendwa unayesikiliza audio, fahamu unayaweza mambo yote kwake yeye anayekutia nguvu. Kwa namna pekee ya kushinda nyakati ngumu ni namba 1, amini katika Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Namba 2, fahamu nyakati ngumu zitapita, au fahamu nyakati ngumu zitapita. Namba 3, kuwa na imani au weka imani, usiruhusu imani yako ikapotea. Na namba 4, usiogope. Ukiweza kushikilia hivi, hakuna nyakati ngumu ambayo italast. Hakuna nyakati ngumu ambayo itakaa muda mrefu.
nawe utaweza kushinda kila changamoto ambayo inatokea katika maisha yako. Naye Yesu Kristo akuongoze zaidi katika kujifunza na akusaidie na akutie nguvu katika kila changamoto ambayo unapitia, na akupe mlango mzuri zaidi na akufungue uweze kuona zaidi katika jina la Yesu Kristo. Amen.